Okay, huyu anasema samahani dokta, hivi kwa nini hauelezi maumbile ya wanawake wa jinsi urefu na upana wake kama unavyoeleza kwa wanaume? Okay? So huyu anatamani kuweza kujua jinsi ambavyo maumbile ya wanawake. Siku zote nakuwa naeleza hapa uume una urefu kadhaa, una unene kadhaa, lakini nimekuwa sielezi upana na urefu wa uke wa mwanamke. Sasa iko hivi, kiujumla wanawake wana kitu ambacho kinaitwa kina cha uke. Lakini pia kina cha uke kinakadiriwa kuwa na urefu usiopungua inchi 6 mpaka inchi 7. Yaani kuanzia inchi 1 mpaka inchi 7, au kwa lugha nyingine inchi 6 mpaka inchi 7. Na ndio maana tunashauri uume wa mwanaume unatakiwa usiwe na urefu, uwe na urefu usiopungua inchi 6.5. Maana yake uume unaokuwa na urefu wa inchi 6.5 ni urefu wa uume ambao unaweza ukatosheleza kwa kina cha mwanamke yoyote yule. Na hiyo tunaita vaginal canal ama mfereji ule wa uke ambao una urefu usiopungua inchi 6 mpaka inchi 7 ama inchi 1 mpaka inchi 7. Katika upande wa upana, uke una uwezo wa kutanuka kwa kiwango kikubwa zaidi kadri unavyokuwa umekutana na uume wa aina yoyote, au kadri unavyokuwa unahitaji kuweza kutoa mtoto. Na unaweza kuona wakati mwanamke anajifungua, uke unaweza ukatanuka kwa kiwango kikubwa zaidi na zaidi, uke wa mwanamke. Kwa hiyo katika upande wa upana, uke una uwezo wa kutanuka kwa kiwango chochote kile. Na ndio maana unaweza ukaona katika video za ngono mtu anaweza akachukua chupa labda ya maji yenye ukubwa huu na akaidumbukiza katika uke na ikaingia. Kwa jinsi ambavyo Mungu amewaumba wanawake, upana wao unaweza ukakumbana na kitu chochote. Na ndio maana hata mwanaume awe na uume ulio na upana kiasi gani una uwezo wa kuingia. Ila changamoto tu ni katika upande wa urefu. Kupata elimu zaidi hakikisha umenifollow hapa, lakini pia kwa ushauri zaidi unaweza kuchukua namba yangu katika profile. Naitwa Dr. Kuboja. Dr. Kuboja, suluhisho la mahusiano yako, suluhisho la afya yako. Take siku njema na Mungu akubariki. Bye bye.